الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله: موقف أهل السنة من أهل البدع. موقف msimamo wa ahli sunna kwa watu wa bid'a. قال ذكر الإمام الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف معتقد أهل السنة وعقيدة السلف أصحاب الحديث. أمتاج الإمام الصابوني أبو عثمان رحمه الله katika aqidati salaf ametaja itikadi ya ahli sunna na pia itikadi ya salaf watu wa hadithi. Thumma dhakara mattafaqu alayhi jami'uhum, kisha akataja walilowafikiana wote hao, wa ajma'u alayhi min mawqifihim min ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Akataja waliowafikiana wote kwa pamoja kuhusu msimamo wao wa hawa watu wa bid'ah. قال رحمه الله: وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم لا يخالف فيها بعضهم. hizi jumla nitakazothibitisha katika sehemu hii juz'i hii ilikuwa ndiyo itikadi ya wote. lam yukhalif fiha ba'dhum, hakuna waliokhalif katika itikadi hizo baadhi yao. Bal ajma'u alaiha kulliha, bali wote waliwafikiana juu ya jumla hizo. wattafaqu ma'a dhalik ala alqawli biqahri ahli albid'ah wa idhlalihim wa ikhza'ihim wa ib'adihim wa iqsa'ihim والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم. wakawafikiana pamoja na hayo, wakawafikiana kauli ya kuwaghilibu watu wa bid'a na kuwadhalilisha na kuwafedhehesha na kuwaweka mbali, ibadihim wa iqsaihim, na kuwaweka mbali, watabaudi minhum, na kukaa mbali nao, wa min musahabatihim, na kusuhubiana nao, wa muasharatihim, na kutengamana nao na kuishi nao, wattaqarrubi ila Allah azza wa jalla bimujanabatihim wa muhajaratihim, kujikurubisha kwa Allah kwa kujiepusha nao na kuwagura hawa ahlul bid'ah. wattaqarrubi ila Allah azza wa jalla bimujanabatihim wa muhajaratihim, kujikurubisha kwa Allah azza wa jalla kwa kujiepusha na hao watu wa bid'a na kuwagura hao watu wa bid'a. Hilo ni jambo wamewafikiana as-salaf ashabi al-hadith. فذكر رحمه الله هذه الجملة الجامعة في بيان موقف أهل السنة من أهل البدع. akataja rahimahullah al-Imam as-Sabuni rahimahullah jumla hizi ambazo zinakusanya kubainisha mawqifi ya ahli sunna kwa hawa watu wa bid'a. Wadhakara tarafan akhara fi muamalatihim, akataja sehemu nyingine katika kuamiliana nao. Faqala rahimahullah fi bayani ba'dhin min sifati ahli sunna, akasema rahimahullah al-Imam as-Sabuni katika kuweka wazi baadhi ya sifa za ahlu sunna. Akasema wayubghiluna ahlal bid'ah, wanawachukia watu wa bid'ah, alladhina ahdathu fi ddini ma laysa minhu, watu wa bid'ah ambao wamezusha katika dini mambo ambayo hayamo katika dini. wala yuhibbunahum, wala hawapendi, wala yashabunahum, wala hawasuhubiani nao, wala yasmauna kalamahum, wala hawasikii maneno yao, wala yujalisunahum, wala hawakai nao, wala yujadilunahum fi ddini, wala yunadhirunahum, hawafanyiani mujadala katika dini wala munadhara,
ويرون صون آذانهم عن سماع أباطلهم wanaonelea kuhifadhi na kulinda masikio yao na kusikiliza batili zao. Wanaona sauna adhanihim, kulinda masikio yao, an samai abatilihim, kusikiliza batili zao. Hawasikilizi, hawakai nao wala hawasikilizi batili zao, si katika CD, si katika redio, si katika kitu chochote. Hawasikilizi batili zao. allati idha marrat bil adhani wa qarrat fil qulubi dharrat, batili zao ambazo zikipita katika masikio na zikatulizana katika nyoyo hudhuru hizo batili zao. ويرون صون آذانهم عن سماع باطلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت, batili zao ambazo zikipita katika masikio, yani masikio yakisikia batili zile, waqarrat fil qulubi, na zikatulizana katika nyoyo, dharrat hudhuru, wajarrat min alwasawisi wal khatarat alfasida ma jarrat, na huvutia na huleta katika wasiwasi wa khatarat, yale yanayopita katika akili, alfasida, mabaya, ma jarrat, yanavyovutia. Shubha zinaingia katika nyoyo na shubha zile zinabaki katika nyoyo. وفيه أنزل الله عز وجل قوله, na katika jambo hili Allah azza wa jalla ameteremsha maneno yake, وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. Ukiona wale ambao wanaingia katika aya zetu wakazifanyia tawili aya zetu, wakazibadilisha na kutoa tafsiri ambayo isiyo iliyokusudiwa, fa'arid anhum, wapuuze watu hao, waondokee, hatta yahudhu fi hadithin ghairi, mpaka waingie katika mazungumzo mengine. Hii aya ni moja katika dalili za kuwaepuka na kukaa mbali na watu wa bid'a na kutosikiliza batili zao na kutosikiliza shubha zao. Qala Sheikh, wa hadha nassun qur'aniyyun karimun yuhaddidu fihi rabbuna subhanahu siratal haqqil mustaqim fi muamalati ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Hii ni nasi ya Qur'ani tukufu ambayo imeweka Allah subhanahu wa ta'ala, Mola wetu ametuwekea njia ya haki iliyonyooka katika kuamiliana na hao watu wa bid'a. Yaqulu Allah ta'ala, wa idha ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudhu fi hadithin ghairihi wa imma yunsiyannaka ash-shaytanu فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. akikusahaulisha ama atakapokusahaulisha shaitani, fala taq'ud ba'da dhikra, usikae tena baada ya kukumbuka, ma'al qaumi dhalimin, pamoja na watu hao madhalim, watu wa bid'a ambao wanafanya ta'wil ya sifa za Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. katika aya hii kuna mauidha makubwa kwa yule anayefanya tasahul, anayefanya wepesi kukaa na hao watu wa bid'a ambao wanabadilisha maneno ya Allah, wayatalaabuna bikitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, wanachezea kitabu cha Allah na hadithi za mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ukitazama tafsiri za mashia jinsi wanavyokoroga maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuyatafsiri wanavyotaka, we mwenyewe utashangaa.
utashangaa kama hawa watu kweli wajinasibisha na Uislamu, jinsi wanavyofasiri aya za Allah vingine na kuandika katika vitabu vyao tafsiri hizo za makosa kwa makusudi tu wanafanya makusudi kwa ajili ya chuki zao za kuwachukia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mubtadi'ani hivyo haifai kusikiza maneno yao, haifai kusoma vitabu vyao, kwa sababu kuna shubha nyingi wanavyochezea kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala wa yarudduna dhalika ila ahwaihimul mudilla wa bid'ahimul fasida, wanarejesha maneno ya Allah na maneno ya Mtume sallam kwenye bid'a zao zinazopoteza, kwenye hawa zao zinazopoteza na uzushi wao fasida mbaya ambao unafisidi. Fa innahu idha lam yunkir alaihim wa yughayyir ma hum fihi fa aqallu al-ahwali an yatruka mujalasatahum, kwani mtu asipowakataza na kubadilisha hayo maneno walionayo na hiyo hali walionayo, fa aqallu al-ahwali an yatruka mujalasatahum, hali ndogo kabisa mtu ni kuacha kukaa nao. Kama wewe huwezi ukawapa da'wa wakabadilika, huwezi ukawakataza, basi aqallu al-ahwal usikae nao. Wadhālika yasirun alayhi ghayru asir, na hilo ni jepesi kwake, si zito kutoka nao na kuepuka hao watu wa bid'a, sio zito. وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزهه عما يتلبسون به شبهة يشبهون بها على العامة. na huenda hao watu wa bid'a wakajalia ile kuhudhuria kwake yule mtu, ile kuhudhuria kwa yule mtu pamoja na wao, ma'a tanazzuhihi amma yatalabbasuna bihi, pamoja na kujiepusha kwake na hayo mambo wanaoyafanya. Hii ni shubha, nafsi ya ile kuhudhuria kwake ni shubha, yushabbihuna biha ala al-amma, wanawatatiza kwa shubha hiyo watu wa kawaida. Mtu wewe unajulikana ni mtu wa sunna, halafu unakwenda kukaa unafundishwa na mtu wa bid'a, sijui unafundishwa kitu gani. Sasa watu wa kawaida ile ni shubha, kwamba mbona mtu fulani anajulikana ni mtu wa sunna halafu amekaa nao pale na anafundishwa, yuko katika halaka zao. Ile moja kwa moja ni shubha yao, wanawababaisha watu wa amma, watu wa kawaida. Mnamwona yule Abu Hashim tumekaa naye pale tunamfundisha, amekaa katika vikao vyetu, si ni mwalimu wenu kule Aisha, si yule? Hiyo ni shubha. Watu wa kawaida wanafikiria vipi? ndio sema fayakunu fi hudhurihi mafsadatun zaida ala mujarradi sama'il munkar, inakuwa kule kuhudhuria kwake huyo mtu ni ufisadi wa ziada kuliko mujarradi wa kusikia tu ule munkar. Ile kusikia tu munkar kuna usahali, lakini ile kukaa kwamba wewe ni mtu wa sunna alafu wakaa nao wale ukacheka nao ukazungumza nao ukasikiliza batili zao, ile ni shubha ambayo amma wanakuangalia wewe mtu wa sunna kwamba unakaa na wale wao, moja kwa moja itawaingia shubha hiyo kwamba wale wako sawa, kumbe wale wako katika haki, wale kumbe ni sawa sawa tu watu wa sunna na watu wa bid'a. Alafu mtu anatoa klipi yake eti yafaa kuchukua ilmu kwa watu wa bid'a, yafaa salafu wenyewe walichukua ilmu kwa watu wa bid'a. Wewe mtu mzima, wewe na watoto wako wajitie umesoma sunna alafu watoa klipu hizo. Subhanallah. Mtu afanye tauba, asishindane tu kwamba ni ushindani na nini sababu na yeye ataka kuonekana, asifanye hivyo. Hii ni dini bwana, hii ni dini. Allah anamuona, Allah anamsikia maneno yake hayo. Wewe utasemaje watu salafu wamechukua ilmu kwa watu wa bid'a? Utasemaje maneno hayo mbele za watu, halafu unajiita wewe ni mtu wa sunna, wewe ni salafi? Sasa ni maneno ya salaf. Hii ni mawqifi ahli sunna min ahli albid'a, kwamba kujiepusha nao na kutokaa nao na kutoamiliana nao. Wewe unasema watu wakasome kwa watu wa bid'a, manake inafaa? La hawla wala quwwata illa billah. وقال تعالى في موضع آخر: وقد نزل عليكم في الكتاب
أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الله سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب الله مكترمشيني كتك قرآني أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها kwamba mkisikia aya za Allah zinakufuriwa wayustahzau biha zinafanywa istiza na kufanywa mabadilisho na watu kufasiri wanavyotaka wao kwa hawa za nafsi zao fala taqudu mahum msikae nao hao hatta yakhudhu fi hadithin ghairi mpaka waingilie katika mazungumzo mengine innakum idha mithluhum nyinyi mkikaa nao basi mtakuwa kama wao innakum idha mithluhum nyinyi mkiwa mtakaa nao wakati huo mtakuwa kama wao inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a Allah ni mwenye kukata kuwakusanya wanafiki na makafiri katika jahannam wote. قال القرطبي رحمه الله دل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر. hii anafahamisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kauli hii wajibu wa kujiepusha na kukaa mbali na watu wa maasiya ukidhihiri kwao munkar. Ukiona hawa ni watu wa maasiya wanadhihirisha munkar jiepushe nao lianna man lam yajtanibhum faqad radiya fi'lahum kwa sababu asiyejiepusha nao huyo ni moja kwa moja ameridhia kitendo chao hicho. لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم kwani asiyejiepusha nao watu wa maasiya huyu ni kwamba ameridhia kitendo chao hicho cha kumwasi Allah. waridha bil kufri kufrun na kuridhia ukafiri ni ukafiri pia. waridha bil kufri kufrun kuridhia ukafiri ni ukafiri. قال الله عز وجل إنكم إذا مثلهم nyinyi ikiwa mtakuwa nao hamtajiepusha nao nyinyi ni kama wao. fakullu man jalasa fi majlisi ma'siyah wa lam yunkir alayhim yakunu ma'ahum fil wizri sawaa. kila anayekaa katika majlisi ya maasiya kila anayekaa katika majlisi ya maasiya majlisi ambayo kikao ambacho Allah anaasiwa watu wanamuasi Allah walam yunkir alaihim nasi wakataze yakunu mahum fil wizri sawaan anakuwa pamoja nao katika madhambi sawa kwa sawa yule anayekaa na hao watu wa maasiya bila kuwakataza. qala wayambaghi an yunkira alaihim inatakikana awakataze idha takallamu bil ma'siya wa amilu biha wakizungumzia maasiya wakayafanya maasiya lazima awakataze kama yupo pale. fa in lam yaqdir ala an-nakiri alaihim asipoweza mtu kuwakataza fayambaghi an yaquma anhum hatta la yakuna min ahli al-aya anatakikana aondoke pale ajiepushe nao hatta la yakuna min ahli al-aya ili asiwe katika watu walioingia katika aya hiyo innakum idha mithluhum asiwe katika hao. قال وإذا ثبت تجنب أصحاب المعاصي كما مر فتجنب أهل البدع والأهواء أولى. ikithubutu kujiepusha na watu wa maasiya kama ilivyopita kujiepusha na watu wa uzushi ni aula kuliko hao watu wa maasiya. وإذا ثبت تجنب أصحاب المعاصي كما مر فتجنب أهل البدع والأهواء أولى. ikithubutu kujiepusha watu wa maasiya kwamba tunatakiwa tujiepushe na watu wa maasiya watu wanaofanya madhambi wanaomuasi Allah wanaokula miraa tujiepushe nao wazinifu tujiepushe nao. fatajannubu ahli albid'i wal ahwa'i aula kujiepusha na watu wa bid'a ni aula kuliko hao watu wa maasiya sababu bid'a ni mbaya kuliko maasiya. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. الإمام الثوري سفيان الثوري البدعة
ahabbu ila iblisa min almaasiya, iblisi anapenda sana bid'a kuliko maasiya. Falmaasiyatu yutabu minha walbid'atu la yutabu minha. Maasiya yanatubiwa, mtu anafanya maasiya halafu anatubia, lakini uzushi sio rahisi mtu kutubia. Uzushi sio rahisi kutubia sababu mtu anajua kwa anaona kwamba yuko katika haki. Lakini maasiya, mtu anayefanya maasiya, anaelewa, anayezini, anajua kwamba anamwasi Allah, na siku moja tu atatubia kwa Allah, arudi kwa Allah, awache maasiya yale. Lakini mtu wa bid'a anaona yuko sawa, yuko katika haki. Hawa watu wa sunna wa katika batil, yeye anajiona katika haki. Ndio walivyo watu wa bid'a. Sasa bid'a sio rahisi mtu kutubia, illa man rahimallah. Kwa hiyo wa idha thabata tajannubu ashabil maasi kama marra fatajannubu ahli albid'i wal ahwa'i aula. Ikithubutu kujiepusha na watu wa maasi kama ilivyopita, kujiepusha na watu wa uzushi ni aula mtu. Waqala ammatul mufassirin hiya muhkama, wafasiri wengi sana wa Qur'ani wamefasiri kwamba aya hiyo ni muhkama, si mansukha. Hiyo tuliyoisoma hapo hii, وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. هي آية محكمة سي منسوخة. وروى جويبر عن الضحاك قال دخل في هذه الآية كل محدث في الدين إلى يوم القيامة. alipokea Juwaibir kutokana na Allah anasema ameingia katika aya hii kila mzushi katika dini, kila aliyezusha katika dini anaingia katika aya hii ila yaumil qiyama, mpaka siku ya kiyama anaingia. Al-Jami' li ahkam al-Quran lil-Qurtubi, al-Imam al-Qurtubi ameweka hiyo tafsiri ya huyo Allah katika tafsiri yake Al-Jami' li ahkam al-Quran. wan-nusus ba'du متضافرة على هجران المبتدع ومجانبته لشؤم البدع وعظم خطرها في الدين. نصوص بعد hiyo ni nyingi, nususi za kumgura mzushi na kuepukana naye kwa sababu ya ubaya wa uzushi na hatari zake kubwa katika dini. Mambo haya bid'a, mambo ya uzushi yana hatari kubwa katika dini. watasalluli maqalati ahli albid'i ila sudur, na kupenya maneno ya watu wa bid'a yanapenya katika vifua. tufsidul quluba, yanaharibu nyoyo. wa tu'mil basair, na kupofua basair, macho. Maneno yao yanapenya katika nyoyo, yanaingia katika nyoyo, halafu yanaziharibu zile nyoyo. wa tu'mil basar, na kupofua macho. maneno yao, nyoyo zinaharibika, macho hayaoni haki, yanaona batil, masikio yanasikia batil, hayasikii haki. Ndio shubha wanazozitia hawa watu wa bid'a katika nyoyo. قال والذي يتدبر الكتاب والسنة يجد أن الدين مبني على أصلين عظيمين. anayezingatia Qur'ani na hadithi atapata kwamba dini hii imejengewa kwa misingi miwili mikubwa. wahuma awalan at-ta'sil, thaniyan wat-tahdhir. Dini hii imejengewa kwa misingi hii mikubwa. Msingi wa kwanza at-ta'sil, msingi wa pili wat-tahdhir. qala wahuma fahuma aslu dini, misingi hiyo ndiyo msingi mikubwa ya dini. ta'silul haqqi wa bayanuhu, kuiasil na kuiweka kwamba ndiyo asli haki na kuibainisha haki. watahdhiru min albatil, na kutahadharisha batil. bikulli ashkalihi, kwa sampuli zake zote. hii dini imejengewa jambo hilo. at-ta'silu بيان الحق وتأصيله، تأصيل الحق وبيانه. والتحذير يعني التحذير من الباطل بكل أشكاله، كتهذريش وات باطل وسمبل زكي زوت باطل، كلا أين يا باطل، بدعة، معصية، أخرافي، نيني، وحزبية، kila batil kuitahadharisha watu. Huu ni mmoja katika misingi ya dini.
Kwa mtu anapofundisha haki lazima abainishe na batil ili kutahadharisha watu na batil. Mtu anapofundisha sunna lazima afundishe na bid'a ili kuwatahadharisha watu na bid'a. Wa hakadha mtu anapofundisha manhaj ya haki lazima afundishe manahij za batil ili kuwatahadharisha watu na manahiji hizi za batil zilizoenea katika nchi zetu. Qala ta'ala mubayyinan hadha al-asl al-'azim faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqa la infisama laha. Anayekufuru taghut, kila kinachoabudiwa min dunillah, wa yu'min billah, na akamwamini Allah, huyu ndiye ameshikamana na kamba madhubuti. Faman yakfur bit-taghut, anayekufuru taghut, taghut ni kila kinachoabudiwa min dunillah, anayekufuru taghut na akamwamini Allah, faqad istamsaka bil urwati al wuthqa, huyu ndio ameshikamana na kamba madhubuti. Yakfur bit taghut ay bi kulli ma yu'badu min dunillah, anayekufuru kila kinachoabudiwa badali ya Allah, wa yu'min billah, na akamwamini Allah. Qala fajamaa Allahu tabaraka wa ta'ala al-aslaini, Allah tabaraka wa ta'ala amekusanya misingi miwili katika aya hii, misingi miwili katika aya hii, al-kufru bit-taghut wal-imanu billah. Lazima mambo haya yawepo. Hawezi mtu akamkufuru taghut lakini hajamwamini Allah, wala hawezi kumwamini Allah na hajakufuru taghut. Lazima mambo haya mawili, misingi hii miwili iwepo. Hii ndiyo dalili ya at-ta'silu wat-tahdhir. Qala wallahi lana subhanahu annahu la yakunu al-muslimu ala at-tariqati al-muthla was-sirati al-mustaqim illa idha jamaa aslaini. Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea wazi kwamba Muislamu hawezi kuwa katika njia ile ya kiwango cha juu na njia iliyonyooka isipokuwa akikusanya misingi hii miwili. Muislamu hawezi kuwa sawa sawa isipokuwa akusanye misingi hii miwili iliyotajwa katika aya hii. Wa huma, misingi hiyo, al-kufru bikulli batil, kukufuru kila batil na kukanusha kila batil, wa bikulli ma yu'badu min dunillah, na kila kinachoabudiwa badala ya Allah kukikufuru, wal imanu billahi wahdahu la sharika lah, halafu na kumwamini Allah peke yake, hana mshirika. La sharika lahu fi rububiyyatihi wala sharika lahu fi uluhiyyatihi wala sharika lahu fi asma'ihi wa sifatihi. Kumwamini Allah, hana mshirika katika uungu wake, katika uluhia wake, hana mshirika katika majina yake na sifa zake. Hiyo ndio misingi miwili, al-kufru bikulli batil wal imanu billahi wahdahu la sharika lah. Lazima mambo hayo mawili yawepo. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. Anayesema la ilaha illa Allah na akakufuru kinachoabudiwa badali ya Allah, huyo ni haramu mali yake, kuchukua mali yake, ni haramu damu yake, ni haramu kumuua. Wa hisabuhu ala Allah, hisabu yake iko kwa Allah. Hii ni dalili ya hadithi ya misingi hii miwili. Man qala la ilaha illa Allah, ndio ile wa yu'min billah wa kafara bima yu'badu min dunillah, ndio faman yakfur bit-taghut. Anayesema la ilaha illa Allah na akakufuru kinachoabudiwa badali ya Allah. Ina maana kusema la ilaha illa Allah peke yake haitoshi, mpaka mtu akufuru vyote vinavyoabudiwa badali ya Allah. Huwezi ukawa sema la ilaha illa Allah na huku una ushirikina unafanya nyumbani, haitatosha. Tauhidi hapo inaondoka, unabaki ni mshirikina. Kwa lazima haya mambo mawili, man qala la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah, anayesema la ilaha illa Allah na kukufuru kila kinachoabudiwa badali ya Allah, huyu ndio ni Muislamu ambaye haruma maluhu wa damuhu, ni haramu mali yake kuichukua, ni haramu damu yake kumuua huyu. Wa hisabuhu ala Allah, na hisabu yake iko kwa Allah.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عند هذا الحديث قال وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله. هنا katika kubwa inayoweka wazi maana ya la ilaha illa Allah. فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال. Mtume hakujalia kuitamka la ilaha illa Allah ni kwenye kuhifadhi damu na mali, bal wala ma'rifata ma'naha ma'a at-talaffuz biha, bali wala kujua maana yake pamoja na kutamka pia hiyo haihifadhi, bal wala al-iqrar bidhalika, wala kukubali na kuitakidi hivyo pia haijahifadhi, bal wala kaunahu la yad'u illa Allah wahdahu la sharika lahu, bali wala kuwa yeye hamuombi isipokuwa Allah peke yake hana mshirika, bal la yahrumu maluhu wa damuhu hatta yudhifa ila dhalik al-kufra bima yu'badu min dunillah. Asema bali pia mali yake haitakuwa haramu kuchukua damu yake mpaka aongezee kwa hayo, aongezee kukufuru kila kinachoabudiwa badali ya Allah, aongezee hivyo. Fa in shakka au taraddada lam yahrum maluhu wa damuhu, akitia shaka katika hilo, basi hapo si haramu mali yake, si haramu damu yake, hajakuwa muislamu kamili huyo. Kwa hii ni misingi miwili muhimu kwa muislamu kuwa nayo: al-kufru bit-taghut wal-imanu billah, kukufuru kila kinachoabudiwa badali ya Allah na kumwamini Allah. Lazima mambo haya mawili yawe sambamba. Hii ndiyo misingi miwili ambayo ndiyo dalili ya misingi miwili: at-ta'silu wat-tahdhir, kuiasili haki na kuiweka wazi haki na kuifundisha haki, lakini pia kutahadharisha batil. قال تأمل في هذا الاستنباط فإنه عظيم وهو من النفائس. haya maelezo bado ni marefu ya kuelezea misingi hiyo miwili, bado maelezo ni marefu. Inshallah tutakuja kuendelea kesho maelezo haya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta